wanachadema na Watanzania. Tarehe 10 mwezi Juni 2025, Mahakama Kuu ya Tanzania ilitoa hukumu kwenye shauri dogo la kesi ya msingi namba 8323 ya mwaka 2025, ambapo ilieleza na kutoa amri 3. Katika kesi hiyo, aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu upande wa Zanzibar kwa miaka takriban 15, ndugu Saidi Isa Mohamed, pamoja na wajumbe wa bodi ya wadhamini wa chama wa sasa, ndugu Ahmed Rashid Hamis na mama Maulida Ana Kom, ambaye ni mmoja wa waasisi wa chama, kwa pamoja wameshtaki chama wakilalamikia mgao wa rasilimali kutowapendelea Zanzibar, na hivyo wameiomba mahakama pamoja na mambo mengine, wakiwa wanasubiri shauri la msingi kusikilizwa, Chadema isimamishwe kufanya shughuli za kisiasa na kutumia rasilimali zake. Ndugu Saidi Isa Mohamed amekuwa kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti Zanzibar kwa kipindi cha miaka 15, na katika kipindi chote cha uongozi wake ameshiriki vikao vyote vya chama ambavyo vilipitisha mgawanyo wa rasilimali za chama kwa nchi nzima, na hakuwahi kuona shida yoyote. Sambamba na mama Maulida Ana Kom, ambaye amekuwa sio tu mjumbe wa bodi ya wadhamini wanaoishtaki chama, bali amekuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, ameshiriki na kuongoza vikao vyote vya mgawanyo wa rasilimali za chama katika kipindi chote. Hakuwahi kuona tatizo, maana kweli halikuwepo tatizo. Maazimio ya mgawanyo wa rasilimali za chama amekuwa akifanya kwenye vikao kwa kuridhiwa na wajumbe wa kikao kwa wingi wao. Kama chama tunaona jambo hili linakuja kipindi hiki sio kwa bahati mbaya, bali ni hila ya kudhoofisha msimamo wa chama wa no reforms no election, ambao unabeba hitaji la nchi na wananchi kwa kipindi hiki. Kesi hii ina msukumo nyuma yake wa watu wenye nia off. Mama Maulida Ana Kom, siku ya kikao cha bodi ya wadhamini tarehe 15 Mei mwaka 2025, aliwataja watu 3 waliokwenda nyumbani kwake kumshawishi afungue shauri hili la madai ya mgawanyo wa rasilimali kwa Zanzibar. Na kesho yake tarehe 16, mbele ya kaimu naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Gorugwa na wakili Edison Kiratu, aliwataja tena watu hao 3 ambao alisema walimfuata na kumwambia kuwa asaini barua ya madai ya fedha ili zipelekwe Zanzibar. Kwa maelezo ya mama Kom, hakuwa ameambiwa kuwa nyaraka hizo alizopelekewa na hao watu 3 ili azisaini zina maudhui ya kuiomba mahakama kuifungia Chadema kufanya shughuli za kisiasa. Mama Kom aliwaambia akina Mheshimiwa Amani Gorugwa kuwa alishangaa kusikia kuwa kesi imefunguliwa na yeye na wenzake wawili yenye hila ya kukiumiza chama, na yeye kama muasisi wa chama na mjumbe wa bodi ya wadhamini hawezi kushtaki chama. Aliomba mwenyewe ajitoe kwenye kesi hiyo. Kitendo cha mama Kom kuwepo mahakamani tarehe 10 Juni 2025 na kukana kiapo chake cha kujitoa alichosaini tarehe 16 Mei inathibitisha kuwa kuna jambo halipo sawa na ambalo lina msukumo wa mfumo wa serikali lenye lengo la kukidhoofisha chama. Hizi hila na nia ovu tumezijua, na kamwe kama chama hatuko tayari kusujudia na kupiga magoti kwenye mambo ya hovyo namna hii.
tutapambana. Sasa hapa ni vizuri nikafafanua kidogo jambo hili. Said Issa Mohamed amekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kama tulivyoeleza hapa kwa miaka 15. Said Issa Mohamed katika kipindi chote ambacho alikuwa kiongozi na mwenyekiti akiwa Mheshimiwa Freeman Mbowe hakuwahi kulalamika, na bahati nzuri mimi katika kipindi chote hicho nimekuwa naye kwenye kamati kuu. Nimekuwa kwenye kamati kuu kwa zaidi ya takriban miaka 13. Ni katika vipindi vichache tu vya miezi kadhaa ndio sikuwa kwenye kamati kuu. Hakuwahi kuraise hoja yoyote kuhusiana na mgawanyo wa Zanzibar au Zanzibar kudhulumiwa au Zanzibar kuonewa au mapato ya chama kubase bara kuliko Zanzibar. Mama Maulida Komu ni muasisi wa chama kama tulivyosema. Amekuwa mwenyekiti wa bodi, na kwa maana hiyo bodi ndio wenye chama, wao ndio wanaogawa mapato. Mama Maulida Komu ambaye ni mwenyekiti hakuwahi kulalamika wala kutaka mgawanyo mpya wa mali za chama. Licha ya hivyo, hii kesi imekuja baada ya sisi uongozi mpya tuliopatikana tarehe 21 mwezi wa kwanza kuingia madarakani. Watanzania watakumbuka kwamba sisi tuna miezi kadhaa tu ofisini. Tulichaguliwa tarehe 21, kufika mwezi wa 3 wakamkamata mwenyekiti. Ina maana mwenyekiti amekaa kwenye madaraka akiwa nje kwa chini ya miezi miwili tu, na sasa leo unaweza kusema ni takriban miezi 4 na sehemu tuko kwenye uongozi. Tangu tuingie madarakani hatujawahi kununua wembe au hata kijiko ambacho tungestahili kuwagawia Zanzibar, labda ionekane tumewagawia kwa kupendelea bara. Hatujawahi kuangalia mgao upya, labda redistribution, labda mtu angesema kwamba sasa tumeingia uongozi mpya umebadilisha mgao ulivyokuwa unaenda. Kama ni ruzuku iliyokuwa inaenda Zanzibar inaenda vile vile. Kama ni mgao uliokuwa unaenda Zanzibar unaenda vile vile alivyokuwa Said Issa Mohamed, alivyokuwa Mama Maulida Komu na ulivyokuwa uongozi uliokuwa chini ya Mheshimiwa Mbowe. Sana tulichofanya, kuna magari ambayo yalitolewa au gari iliyotolewa kwa ajili ya Zanzibar, na kwa sababu lilikuwa linatumiwa na aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar huku bara na akawa analitumia huku, sisi tumeamuru, uongozi mpya umeamuru livuke liende Zanzibar, litumike likiwa Zanzibar, kwa sababu naibu katibu mkuu aliyekuwa huku, aliyekuwa Zanzibar ni kama alikuwa anakaa bara, kwa hiyo akawa anatumia hili gari likiwa huku bara muda wote ambalo lilipaswa kwa Zanzibar. Sana tulichofanya sisi, tumeamuru hilo gari livuke, ambao ni Ford mpya, iende Zanzibar, itumike ikiwa kule Zanzibar. Kwa hiyo hatujawahi kufanya mgawanyo mwingine wowote wa mali, labda kutazama au kufanya nini kama nilivyoeleza. Sasa inakuwaje watu ambao walikuwa kwenye madaraka, watu ambao ndio walikuwa wamegao, ndio waliofanya huu mgao, watu ambao ndio wamekuwa wanasimamia chama kikiwa hivi, leo baada ya kutolewa madarakani kwa njia ya kura waone kwamba huo mgawanyo sio sawa? Ndio maana tunasema hizi ni hila za serikali kwa kutumia hawa watu kujaribu kuzuia operation ya no reforms no election. Na hizi hila hazisimami peke yake. Mojawapo ni kumkamata mwenyekiti, nyingine ilikuwa ni kuzuia ruzuku. Mtakumbuka kuna kesi iko hapo inaitwa kesi ya Mchome iliyopelekwa kwa msajili wa vyama vya siasa. Hii yote ni kujaribu kudestabilize chama kishindwe kufanya shughuli zake, hasa shughuli za kusukuma hitaji la Watanzania ambalo kwa sasa ni no reforms no election kama tulivyoeleza. Na nieleze kwa kina zaidi, watu wengi wamekuwa wakisema kwa nini Watanzania hawajitokezi kusimamia mapambano, kuwa tayari kupambana. Lakini Watanzania walikuwa hawako tayari, kwa sababu kama watu wenyewe wanasiasa ndio hao wanasema hawako tayari kupoteza ubunge au diwani au vyeo kwa ajili ya Watanzania. Watanzania hao watakuwaje tayari kupoteza maisha yao kupambana
Watanzania wako tayari kuunga mkono watu wanaopambania maslahi yao, ndoto zao. Sio ndoto za wanasiasa kupata ubunge, sio ndoto za wanasiasa kuwa marais, sio ndoto za wanasiasa kuwa madiwani. Watanzania wanaiunga mkono Chadema kwa sababu wanajua iko tayari kwa ajili ya mapambano ya kubadilisha maisha yao. Na hapo ndipo Watanzania sasa tunawaita wasimame na chama chetu ambacho kiko tayari kwa wanasiasa wao kuforgo ubunge, kuacha udiwani, kuacha urais kwa ajili ya kuunganisha nguvu na tubadilishe nchi hii. Kwa hilo ni la kwanza. Na nitaingia hoja ya pili. Hivyo katika shauri lililosikilizwa tarehe 10 mwezi Juni, amri zilizotolewa na mahakama chini ya Jaji Hamidu Mwanga ni pamoja na hapa nataka Watanzania wawe makini sana. Kuzuia katibu mkuu wa chama na bodi ya wadhamini kutofanya shughuli za kisiasa hadi uamuzi wa mahakama utakapotolewa kwenye shauri hili. Kuzuia katibu mkuu, order namba 1 iko very specific. Kuzuia katibu mkuu na bodi ya wadhamini kufanya shughuli za chama. Ya pili, watumishi wa chama na wote waliotajwa kwenye amri ya pili ya kesi hii kutotumia rasilimali za chama hadi uamuzi wa mahakama utakapotolewa. Watumishi wa chama au viongozi wa chama kutotumia rasilimali za chama, majengo ambayo yako chini ya bodi ya wadhamini, magari labda kwa mfano, na rasilimali zingine ambazo kwa mfano fedha na nini, mpaka uamuzi utakapotolewa. Hukumu ya shauri hili ilisikilizwa upande mmoja, na hili ni jambo jingine la msingi sana. Upande mmoja baada ya wakili wetu ndugu Jebra Kambole, kwa sababu muhimu kabisa, aliamua kujitoa. Mwenendo ulikuwa kama ifuatavyo. Jaji alikubali kujitoa kwake, na hata pale wakili Jebra aliposimama katika mazingira hayo na yeye kujitoa, ni vema mahakama iahirishwe. Aliposimama na kuomba kwamba ni vema mahakama iahirishwe na walalamikiwa ambao yani ni chama wajulishwe na wapatiwe fursa ya kutafuta wakili mwingine, jaji alisema yeye Jebra sio mwakilishi wa chama na hawezi kuwasemea, hivyo akaamua kesi isikilizwe upande mmoja, kutoa uamuzi ambao umekuwa na madhara na upo kinyume cha misingi ya haki. Hili ni muhimu pia nikalifafanua. Kwenye jambo kubwa kama hili ambalo wakili alijitoa baada ya kuona mwenendo hauko sawa, na sisi kwa sababu kama chama au mtu mwingine yoyote, msingi wa mahakama ni kumpatia mtu natural justice, haki ya asili ambayo ni haki ambayo imetolewa tangu uwepo wa dunia, kwamba na yeye apate kusikilizwa. Na baada ya wakili kujitoa, chama hakikuwa na mwakilishi kama wakili, jaji alipaswa kuahirisha kesi ili atupatie sisi chama tarehe nyingine na atuombe kupeleka wakili ili tuwe na uwakilishi, tuwakilishwe kwenye kesi hii. Lakini katika mazingira ambayo sio ya kawaida, jaji alifanya uamuzi bila kuzingatia jambo kubwa hili ambalo natural justice, ambayo ni haki namba 1 katika masuala yoyote ya kisheria. Uamuzi huo umetolewa ukiwa unakiuka haki yetu ya asili ya kusikilizwa. Ni kanuni ya kawaida kabisa kuwa mtu asihukumiwe bila kusikilizwa. Kwa kuwa wakili wetu alijitoa na washtakiwa ambao ni bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama hawakuwepo mahakamani, ilitakiwa jaji aahirishe kesi hiyo na kuwaita na kutoa nafasi kwa wadhamini na katibu mkuu kutafuta wakili mwingine na au wao kuamua kujitetea wenyewe. Kwa kitendo cha Jaji Hamidu Mwanga
kuendelea kusikiliza kesi hiyo bila kuwaita wadhamini na katibu mkuu, hiyo inaonyesha kuwa tayari alikuwa na uamuzi wake kichwani uliopendelea upande mmoja. Wanasheria wetu wametujulisha kuwa amri mbili za zuio alizozitoa Jaji Hamidu Mwanga zinafanana sana na maombi yaliyo katika kesi ya msingi. Hivyo ni wazi kuwa amri hizo mbili zilizotolewa vile vile zipo katika kesi ya msingi, na hivyo inatoa tafsiri kwamba tayari jaji amekwisha fanya uamuzi wa kesi ya msingi, na hivyo kesi ya tarehe 24 Juni ni kiini macho. Katika mazingira hayo, je, unategemea haki gani kutoka kwake? Sisi Chadema tunasema kama jaji anakiuka misingi ya kawaida kabisa ambayo majaji wa rufaa katika kesi ya CPC International Inc. vs. Zainab Grain Millers Limited, Civil Appeal number 49 of 1995, ambapo jopo la majaji wa mahakama ya rufaa Jaji Mzava, Jaji Mfalira na Jaji Rubuva JJA walisema ni elementary. Sasa ni elementary, yani hiyo haki ni elementary. Sasa tunatendewaje haki na Jaji Hamidu Mwanga? Mimi kwa niaba ya Chadema nasema hatuna imani na Jaji Mwanga kwa sababu hatuamini kama kuwanyima haki ya kusikilizwa bodi ya wadhamini wa chama na katibu mkuu wa chama ni makosa ya kibinadamu. Badala yake tunaona alifanya akijua ili kutimiza lengo lake. Aidha, sababu ya pili inatokana na historia ya Jaji Mwanga. Mheshimiwa Jaji Mwanga ameteuliwa akitokea Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC. Msimamo wa Chadema dhidi ya INEC pamoja na ZEC mara zote tunazikosoa kwa utendaji na muundo wake. Katika mazingira hayo, kesi inayohusu Chadema anapangiwa jaji anayetoka kwenye taasisi ambayo tunailalamikia. Hatuoni kama tunatendewa haki, na kweli hatujatendewa haki. Sisi tunamuona akiwa na mgongano wa kimaslahi, yani conflict of interest, na kwa sababu hizo tunaomba Jaji Mwanga ajitoe katika kusikiliza kesi yetu. Chadema tunapenda tusomeke kuwa sisi ni wapigania haki na pia tunaheshimu misingi ya sheria na utawala bora. Tuna wajibu wa kuheshimu maamuzi ya mahakama katika misingi iliyo ya haki na kweli. Kamwe hatutasujudu kwenye mambo ya hila na ukandamizaji. Wanasheria wetu wametushauri na zipo hatua za kisheria zinazoendelea kuhusiana na shauri hili. Tuna kusudi la kuomba mapitio upya, yani review ya hukumu hiyo ya tarehe 10 Juni 2025, maana amri zilizotolewa hazina msingi wa haki. Wakati jambo hili likiendelea kufanywa na wanasheria wetu, tunawaelekeza viongozi na wanachama mambo yafuatayo. Moja, amri ya zuio la kutojishughulisha na shughuli za siasa limeelekezwa kwa katibu mkuu na bodi ya wadhamini. Hivyo, viongozi wengine wote na wanachama tunawaelekeza kuendelea na shughuli za kisiasa kama kawaida bila kutumia rasilimali za chama. Ninanukuu amri za mahakama kuu kama ifuatavyo: that the respondent, the registered trustee of Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, the general secretary Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, are restrained or prevented from organizing and or participating in any and all political activities
pending the determination of the petition. Hivi sasa chama kipo kwenye programu ya kichama ya kuziba mapengo. Vikao hivi viendelee na kazi hii ikamilike kama ilivyopangwa. 2. Chama kinawaelekeza viongozi wengine wote na wanachama, wakati tukisubiri hatua za kisheria ambazo wanasheria wetu wanachukua sambamba na kesi ya msingi, rasilimali za chama zisitumike wakati tunaendelea na hatua hizi za kisheria. Ninanukuu amri za mahakama kuu kama zilivyoandikwa kwenye hukumu. That the respondent, the registered trustee of Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, the General Secretary of Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, their servants, workmen, agents, and 1920 or whosoever purporting to act on respondent behalf are restrained from utilizing the properties and assets of the party pending the determination of the petition. Viongozi wengine wote na wanachama wajitolee kwa rasilimali zao binafsi kufanya shughuli za kisiasa ili kukamilisha programu za chama ambazo zilitakiwa kukamilishwa. Wanachama waache kutumia rasilimali za chama kama mahakama ilivyoelekeza. 3. Chama kinawaelekeza viongozi wengine wote na wanachama kujihusisha wenyewe kwenye shughuli za kijamii kimaalum kama sadaka ya kujitolea kwa wananchi, kwenda kuchangia damu kwa Watanzania wenzetu wenye uhitaji, kwenda kutembelea vituo vya wenye hitaji, yani watoto na wazee, na kuwapa faraja, kwenda mahospitalini na kuwapa faraja wagonjwa, kwenda masokoni, kwenye maeneo ya umma kujitolea kufanya usafi, kwenda kwenye maeneo ya umma na kupanda miti aidha ya matunda au ya vivuli angalau ndani ya siku 30 kutoka tarehe ya taarifa hii. Tupande miti 1,000,000. Kwenda kwenye maeneo ya ibada, misikiti na makanisa, kushiriki na waumini wengine kumuomba Mungu, kwenda kwenye misiba na kuomboleza na wafiwa ili kuwapa faraja, na matukio mengine mbalimbali yanayotokana kuwa sawa na kwenye jamii inayowazunguka. Matukio yote haya yaratibiwa na viongozi na wanachama. Kwa wingi wenu muhusike kikamilifu katika matukio haya ya kijamii ambayo yanadumisha umoja na upendo wetu kama Watanzania. Ni muhimu nikafafanua hili. Wakati wa utawala wa kidikteta wa makaburu wa Afrika Kusini, ambapo chama cha kiukombozi cha ANC viongozi wake walishambuliwa, waliuawa, walifungwa jela kama mnavyojua, wakina Nelson Mandela na kina Ahmed Kathrada ambao walikaa gerezani kwa zaidi ya miaka 27, na viongozi wengine wakina Thabo Mbeki wakakimbia wakati baba yake Govan Mbeki naye alikuwa gerezani Robben Island. Wanachama wa ANC ambao makaburu walilenga, walipokifuta chama walilenga kwamba chama kipotee, hawakuruhusu hiyo hali itokee. Walikuwa wanakwenda kwenye maeneo ya mikusanyiko, kwa sababu wakati ule kama ilivyo sasa tumepigwa marufuku, wanajaribu kutupiga marufuku kukutana viongozi wa chama tukiwa kwa pamoja. Wale wanachama na viongozi wa ANC walikuwa wanakwenda kwenye misiba, waliunda timu za mpira, walikuwa wanaenda kwenye makanisa ili kuwapa nafasi ya kukutana na jamii, kuongea na jamii,
ili kuwapa nafasi ya kuwa karibu na jamii, na sisi kama chama kinachoshambuliwa na serikali kwa sasa kwa lengo la kukiumiza, kwa lengo actually la kuonesha wanachama wetu kwamba chama kimesambaratika, na huku nyuma wakiwa na vyama walivyounda. Ukiangalia mashambulizi yetu yanalenga kuwatisha wanachama kwamba chama kimeparaganyika, kimesambaratika. Kwa hiyo wanawaelekeza wanachama wetu waende kwenye vyama vingine ambavyo ni vyama mamluki vya serikali. Sisi tunawaelekeza wanachama wetu, chama hakiwezi kusambaratika, chama kiko imara, chama ni nyie, chama ni wananchi ambao wanatuunga mkono kwa sana, na mmeona kwenye ziara zetu hakuna chama chenye uwezo wa kuitisha wananchi wakaja kwa wingi kama chama chetu. Kwa hiyo msisambaratike, msitishike, msibabaike. Nendeni kwenye matukio ya kijamii, endeleeni na vikao vya chama kama tulivyoelekeza. Msitumie majengo tu yale ambayo yako kwenye board of trustee mpaka tutakapomaliza swala hili, lakini mnaweza kukutana kwenye maeneo mbalimbali, mfanye vikao vya kichama, mpande miti, mtembelee wagonjwa, toe damu, fanye nini ili chama chetu kiendelee kusukuma agenda za no reforms no election. Endeleeni kuvaa t-shirt zenye jumbe mbalimbali, jumbe za no reforms no election, ambayo ndio inawaudhi sana watawala mpaka wanababaika kwa kiwango hichi. Chama kinasisitiza kuwa nchi yetu inahitaji kufanyiwa mabadiliko ya mfumo, yani reforms ya uchaguzi kabla ya uchaguzi wa mwezi Oktoba 2025. Chama chetu, sisi viongozi wakuu, mara zote tumekuwa tayari kwa mustakabali wa taifa letu. Tupo tayari kwa mazungumzo na majadiliano yenye lengo la kutufikisha kwenye kufanyika mabadiliko ili tusirudie uzoefu mbaya wa chaguzi zilizopita. Mabadiliko haya tunaendelea kuyadai kwa sababu ni hitaji la nchi na wananchi kwa kipindi hiki na si wakati mwingine. Hivyo Watanzania wote tuendelee kupaza sauti zaidi kuwa no reforms no election. Kuhusu kesi inayomhusu mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu, kwanza ieleweke kuwa Lissu sio muhaini. Tunaisihi serikali iondoe hii aibu kwa taifa. Serikali iache uonevu wa kuonea raia wake kwa kuwabambikizia kesi ambazo hazina kichwa wala miguu. Ni rai yetu kuwa serikali kupitia mwendesha mashtaka DPP wamwachie huru Mheshimiwa Tundu Lissu, kwa kuwa wao wanajua na Watanzania wanajua na dunia inajua kuwa Lissu sio muhaini. Kwa kumalizia, ndugu zangu wanachadema na Watanzania, chama chetu kinashambuliwa kwa nia ovu, kwa lengo la kutaka kukiua, kwa lengo la majaribu yote haya ni kujaribu kukiua chama, kukifuta chama au kukipoteza chama kwenye ramani za siasa. Nataka niwaambie uongozi wetu uko imara. Tundu Lissu mwenyekiti wetu ambaye yuko gerezani kwa sasa yuko imara. Viongozi wengine wote wa kamati kuu wako imara. Nataka niwahakikishie kwamba chama hakitatetereka. Uungwaji wenu mnavyotuunga mkono ndio inayomtisha watu wanaotufanyia matendo ya kigaidi, ya kihaini, ya kidikteta kujaribu kukifuta chama chetu. Msitetereke, msibabaike. Tuko kwenye ukweli na tutashinda vita hii. Hii ni vita ya kurudisha nchi hii kwenye mikono yenu. Ni vita ya kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi yetu zinatumika kubadilisha maisha yenu. Ni vita ya kuhakikisha kwamba kama mtoto wa waziri anavyosoma vizuri na mtoto wako mwanakijiji asome vizuri. Ni vita ya kuhakikisha kwamba kama rais anavyotibiwa vizuri na wewe Mtanzania kwa kutumia rasilimali zetu utibiwe vizuri. Ni vita ya kuhakikisha kwamba kama mtoto wa mkurugenzi fulani anavyopata maji na umeme kwenye nyumba nzuri, na wewe mtoto wako na wewe upate maji na umeme kwenye nyumba unayokaa. Ni vita ya kuhakikisha kwamba na wewe usafiri kwa staha kama wengine wanavyosafiri. Kwa chama kinachopigana vita hiyo ni Chadema.
chama ambacho kimekataa kujiunga na wadhalimu kupoteza haki hiyo. Endeleeni kukiunga chama chetu mkono, msitetereke, msibabaike, msitishike. Msisikilize maneno ya watu wanaowaambia kwamba chama kinapotea au kinafanya nini. Chama kingekuwa kinapotea, kisingekuwa kinazungumziwa na kina Wasira kila siku wanazungumzia chama hiki. Hawazungumzi vyama vingine hivyo ambavyo hawasemi vinapotea. Hawazungumzi vikaragosi walivyoviunda. Wanazungumzia chama chetu kwa sababu chama chetu ni imara. Mikutano yetu nchi nzima imethibitisha hivyo. Upendo wenu zidi ya chama chetu, michango yenu ndio inasababisha tunashambuliwa. Tutawaelekeza njia mpya ya kuendelea kuchangia chama na kukiunga mkono ili shughuli ziendelee. Wakati huo tukiendelea na mapambano haya ya kesi kuhakikisha tunashinda. Asanteni sana, kuweni imara, msitetereke, sisi tuko imara. Asanteni, endeni kukiunga chama mkono. Mungu awabariki sana.